If you have God, unakuwa na ile identity of divine, ile ya kiungu. Kwa mwenye Mungu ana utambulisho wa kiungu. Mnaweza kuwa mmekaa watu 10, mtu akaja pale akatazama akakuona uko tofauti. Hata Yesu ilikuwa ni hivyo. Watu walitazama wakatazama wakamwona yuko tofauti na wengine. Ni kweli? Simesoma Biblia yuko nini? Tofauti. Kwa sababu alikuwa na Mungu na pia alikuwa na utambulisho. Mwenye Mungu ana utambulisho wa kiungu. Maana yake ni kwamba ile nuru itatokea kwako. Maana yake utaonekana wewe ni wa tofauti. Hakikisha hicho kitu unakuwa nacho, ili unapokuwa kazini kwako watu waseme huyu ana Mungu. Amen. Unapokuja kwa Yesu, nachokiamini mimi, unakuwa umetokea kwenye mazingira fulani ambayo watu wanakufahamu, si ndio? Watu wamekuzoea, si ndio? Yamkini kazini kwako au kwenye biashara yako, yamkini nyumbani kwako, si ndio? Basi jitahidi zile tabia na mwenendo zibadilike. Ukibaki vile vile, hakuna kitu kitakusikia hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mfano, ulikuwa mtu wa utani sana. Utani? Kule jamii yako. Ukisema sasa nimebadilika, nimempata Yesu, nataka watu waone ule utambulisho wako. Ulikuwa ni mtu wa mpira sana. Mpira? Yaani ikifika muda wa mpira unaongea mpaka watu wanachanganyikiwa. Jitahidi utambulisho wako ubadilike. Ukibaki vile vile, hawakuoni kama uko tofauti. Haleluya. Ulikuwa na maisha magumu, sema magumu. Yakibaki vile vile, hakuna mtu anasema kuna Mungu hapo. Ni kweli? Kwa Mungu, mwenye Mungu ana utambulisho wa kiungu. Japokuwa kuna maisha yamkini vitu visibadilike kwa haraka, lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda mbele, watu wanataka kumuona Mungu wako. Watu wanataka kuona mabadiliko. Na kama umeokoka, watu watasema ameokoka. Haleluya. Yanawaingia ya? Bwana Yesu apewe sifa. Yale matamshi yako, yale matamshi yako, yale matendo yako yabadilike. Kuna watu wanashindwa kuwafikia watu kwa sababu ya maneno yao. Eti maneno, unafanya biashara na watu, si ndio? Kwa mfano, mwanangu unazunguka mnadani, si ndio? Kule mnadani yako maneno, si ndio? Yako manini? Maneno. Sasa kama yale maneno yatabaki kwenye kinywa cha mtu huyo, wanasema kwamba amefanyaje? Ameokoka. Watu hawatakuelewa eti. Kwa nini hawatakuelewa? Kwa sababu yale matamshi yasiyofaa bado hutoa kinywani mwa huyo mtu. Manake watu wanashindwa waelekee wapi, kwa sababu huyu mtu bado ni yule yule. Bado nani? Ni yule yule. Yaani familia inasema kama ni hasira, bado wanasema ameokoka, lakini bado ni yule yule. Mwenye Mungu ana utambulisho. Anafanyaje? Ana utambulisho. Ana utambulisho. Haleluya.